Karibu mpenzi mtazamaji kwenye Pepele News. Tunakuletea habari sahihi kutoka ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi andamana nasi ili uweze kujipatia habari zilizojiri ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tutazungumzia leo hii kuhusu mashambulizi ambayo yaliweza kufanyika katika eneo la Luhihi wilayani Kabare, ambako kuliweza kufariki kijana mmoja na majeruhi kadhaa kutokana na mashambulizi ya risasi ambayo iliweza kufanywa. Pia tutaweza kuzungumzia maandamano ya wakaaji wa eneo ambazo zinadhibitiwa na vikosi vya waasi wa M23, na tutakujuza zaidi kuhusu maandalizi ya maandamano hayo ambayo yanatayarishwa kufanywa. Vivyo hivyo tutakuletea taarifa kuhusu mafanikio ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo dhidi ya vikosi vya waasi wa RF katika eneo la Mambasa, na pia tutakujuza kuhusu mkataba ambao Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeweza kukamata pamoja na nchi yake rafiki China kwa kuweza kukamata mkataba wa kuweza kuuza pilipili kutoka ndani ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na kakao ili kuweza kuzipeleka katika eneo za China. Na katika habari zingine mbalimbali tutaweza kuzungumzia kupanda bei kwa majani ya muhogo ambayo inajulikana kama vile sombe katika maeneo ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini na Mashariki nzima, lakini sombe hizo zimeweza kupanda bei katika eneo la Mbujimai, na hivyo hali hiyo imeweza kuwasili wananchi wengi sana. Mwisho wa habari zetu tutakuletea mapitio ya habari zote ambazo tuliweza kusikiliza kwa ujumla. Endelea kufuatiliana na Pepele News ukisikia sauti ya Pepele ambaye ni mtangazaji wako. Hali ya usalama inaendelea kuwa ya wasiwasi katika maeneo ya Luhihi ambayo inapatikana katika eneo au wilaya ya Kabare mkoani Kivu Kusini, baada ya mashambulio ambayo iliweza kufanywa na watu wenye kumiliki silaha ambayo ilitokea jioni ya Jumatatu tarehe 27 Julai mwaka wa 2026. Kwa mujibu wa habari ambazo tuliweza kupata na vyanzo vya ndani vya eneo hilo, washambuliaji walikuwa wanakuja wakiwa na mapanga, visu pamoja na bunduki. Waliingia katika kambi ya Kajabwe majira ya saa 1:50 jioni kabla ya kuelekea katika kitongoji cha Lomera. Mashuhuda wanasema kuwa milio ya risasi iliendelea kusikika kwa zaidi ya saa 4 za mfululizo, hali iliyowalazimu wananchi wengi kukimbia na kujificha kwa hofu ya usalama wao. Ripoti zingine zinaeleza kuwa zaidi ya nyumba 20 zilivamiwa, huku washambuliaji wakichukua mali mbalimbali zenye thamani kabla ya kuendelea na shambulizi katika soko la biashara la Luhihi ambalo pia lilifuatia ambako pia walifyatua risasi na baadaye kutoroka kuelekea sehemu nyingine. Taarifa za zamani kidogo zinaonyesha kuwa msichana mmoja wa familia ya Chuma anayejulikana pia kama jina lake kuwa Dada amepoteza maisha katika shambulio hilo. Mbali na kifo hicho cha msichana huyo, takribani watu 10 wamejeruhiwa vibaya, huku wengine kadhaa pia wakipata majeraha ya viwango tofauti. Miongoni mwa waliojeruhiwa ni Kagame Marcel na mke wake pamoja na mtoto wao na kijana mmoja aliyekuwa akifanya kazi bandarini ndani ya maeneo hayo. Majeruhi wote hao walipelekwa katika hospitali ya Famulake kwa ajili ya kupata matibabu. Kwa mujibu wa vyanzo vilivyo hai na vyanzo vilivyoaminika, vikosi vya usalama vya waasi wa M23 viliweza kufika katika eneo hilo la matukio wakati wa mashambulio hayo, lakini havikuweza kuwakamata wale waliokuwa wakihusika na mashambulio hayo ambao walifanikiwa kutoroka kisha kufanya mashambulizi yao. Wakaaji wa Luhihi wanasema hali ya usalama imeendelea kuzorota katika
wiki za hivi karibuni, huku mashambulizi ya usiku na uporaji wa kutumia silaha vikiendelea kuongezeka. Na tukumbuke kuwa tarehe 23 Julai mwaka huu, eneo hilo liliweza kukumbwa tena na shambulio kama hilo ambalo liliweza kupita, na hivyo vitu vyenye thamani kama vile pesa, dhahabu na mali nyingi ziliweza kuibwa na watu wenye silaha. Kutokana na hali hiyo, wananchi wanatoa wito kwa mamlaka za Kinshasa kuhusu juhudi za kurejesha usalama na udhibiti katika maeneo yanayokabiliwa na makundi yenye silaha, ili kuweza kulinda maisha na mali za raia ambao wanaishi katika maeneo hayo. Hiyo ilikuwa ni habari kuhusu shambulio hilo ambalo lilitokea katika eneo la Kabare, Kivu Kusini, katika wilaya ya Luhihi. Pepele News inazidi kukusogezea habari kwa muda muhafaka. Basi hacha tuhamie katika eneo lingine ambalo hali ya usalama imeripotiwa kuwa imekuwa mbaya kutokana na vita za hivi karibuni. Tuelekee basi katika eneo ambazo zinamilikiwa na vikosi vya waasi wa M23, ambako maandamano yameweza kuandaliwa na kutangazwa kuwa yatafanywa, na maandamano hayo yameweza kuzua mjadala mkubwa. Kulingana na habari ambazo tuliweza kupata na zenye zilikuwa zikisambaa kwenye mitandao ya kijamii, maandamano hayo yanaelezwa kuwa yameandaliwa na asasi za kiraia kwa lengo la kuwasilisha ujumbe wao kuhusu hali ya usalama na masuala mengine yanayoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hata hivyo, katika video iliyorekodiwa ndani ya mji wa Goma, Celeste Mpano anasikika akisema kuwa hakuna mtu anayeruhusiwa kufanya shughuli nyingine yoyote kabla ya maandamano hayo kuweza kumalizika. Pia anadai kuwa magari yameandaliwa ili kuwachukua washiriki kutoka maeneo mbalimbali na kuwapeleka katika eneo la kusanyiko ili kuweza kuanza maandamano hayo. Kwa mujibu wa chanzo chenye kuaminika kimoja kutoka ndani ya maeneo hayo yenye kudhibitiwa na vikosi hivyo vya M23, mabango tayari yamechapishwa yakiwa na ujumbe wa kuunga mkono M23. Mabango hayo pia yanapinga vikwazo vilivyowekwa dhidi ya viongozi wa asi, yanatoa wito wa kukomesha mauaji yanayoendelea katika eneo la Beni, na yanakosoa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na Rais Felix Antoine Tshisekedi. Hata hivyo, madai hayo hayajathibitishwa kwa njia ambayo iko huru, na hakuna tamko rasmi lililotolewa na waandamanaji hao au waandaaji hao wa maandamano kuhusu tuhuma hizo, wakati taarifa hiyo ilikuwa inaandaliwa. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanaendelea kufuatilia kwa ukaribu maendeleo ya tukio hilo, wakisema maandamano hayo yanaweza kuwa na hatari katika hali ya kisiasa na ya usalama katika maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pepele News inakuandalia habari hizi zote, na tutakuletea habari zingine ikiwa zitaweza kuhitajika. Kwa hiyo baki nasi, pata habari. Tuelekee basi maeneo ya Mombasa, ambako hali imeweza kuripotiwa kuwa wanajeshi wa FARDC waliweza kukamata barabara ambayo ilikuwa inadhibitiwa na vikosi vya ADF ndani ya mkoa wa Ituri. Eneo hilo liliweza kuwa likithibitiwa kwa miaka au kwa siku kadhaa na waasi wa ADF, na zaidi sana ndani ya njia au barabara kuu ambayo ilikuwa natoka Pangoi na kuelekea Petepei. Kwa mujibu wa jeshi, operesheni hiyo iliongozwa na Kanali Isa Abdul Karim, ambaye alisimamia vikosi vilivyoendeleza mashambulizi dhidi ya waasi waliokuwa wakidhibiti sehemu ya barabara hiyo. Jeshi linaeleza kuwa
Kurejeshwa kwa udhibiti wa njia hiyo ni hatua muhimu katika juhudi za kuimarisha usalama na kurudisha mamlaka ya serikali katika maeneo yaliyokuwa yakikumbwa na mashambulizi ya makundi yenye silaha. Barabara ya Pengoi kuelekea Pete ni njia muhimu ya usalama na usafiri wa watu, biashara na usafirishaji wa bidhaa zenye thamani sana. Kwa muda mrefu wakaaji walikuwa wakikimbia au wakikabiliwa na hofu kutokana na uwepo wa waasi wa ADF katika eneo hilo. Kupitia operesheni hiyo, FARDC imesema inalenga kuwalinda raia, kufungua tena njia za mawasiliano na usafiri, pamoja na kuweka mazingira ya kurejesha kwa shughuli za kawaida za kijamii na kiuchumi. Hata hivyo, taarifa huru kuhusu hali hiyo ya usalama katika eneo hilo bado zinaendelea kukusanywa na hakuna tathmini ya kujitegemea iliyothibitisha kwa kina hali ya sasa ya udhibiti wa barabara hiyo. Wakaaji wa Ituri wanaendelea kutarajia kuwa mafanikio hayo yatachangia kupunguza mashambulizi ya ADF na kuimarisha amani katika maeneo yaliyokumbwa na vita kwa muda mrefu. Hizo zilikuwa ni habari ambazo Pepe Le News ilikuwa inakuandalia kwa siku ya leo. Tuzungumzie kwa kifupi kuhusu mkataba au accord ya Chine pamoja na RDC ya kuweza kuexporte pilipili kutoa Kongo kupeleka ndani ya nchi ya China. Inasemekana kuwa ndani ya nchi ya na Kongo kumeweza kufanyika mkataba ambao uliomba nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupeleka tani au tone 180,000 za pilipili kavu kila mwaka kwenda ndani ya nchi ya China. Na mkataba huo haukuanza tu siku za hivi karibuni, lakini ni mkataba ambao kwa sasa unataka kueneza miaka miwili, kwa kuwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi ya Jamhuri ya Watu wa China au République Populaire de Chine imesema kuwa tarehe 6 Septemba 2024 ilikuwa ni tarehe ambayo accord hiyo iliweza kufanyika. Wakati huo mkataba uliweza kusainiwa kati ya kampuni ya China ambayo inaitwa Hunan Pengfei International Trade Company Limited na taasisi ya Kongo ambayo inaitwa International Chamber of Commerce of Christian Communities. Hizo zilikuwa ni kampuni ambazo ziliweza kusaini mikataba hiyo. Waziri wa biashara ya nje wa DRC Julien Paluku amesema mkataba huo unafungua fursa kubwa kwa wakulima wa Kongo na unaweza kuongeza mapato ya nchi kupitia mauzo ya bidhaa za kilimo. Waziri huyo amesisitiza umuhimu wa kuanzisha kwa shirikizo la kitaifa la wazalishaji na wasafirishaji wa pilipili kavu kuelekea ndani ya nchi ya China, pamoja na kutambua maeneo yoyote yanayofaa kwa kuzalisha wazao wa nchi hiyo. Wakati huo amezitaka wizara za kilimo na za maendeleo ya vijiji kushirikiana kwa uhakika wakulima wanapopata mbegu bora waweze kushirikiana nao ili kuhakikisha ikiwa wakulima wamepata mbegu bora. Tuelekee huko Mbuji-Mayi ambako imesemekana kuwa sombe zimeweza kukosekana sokoni, na hali hiyo kusababisha ukosefu wa chakula au familia nyingi kukaa na hofu mkubwa ya kusema kwamba inaelekea wanaweza kukosa chakula. Wakati tu msimu wa kiangazi uliweza kuanza, wananchi wengi waliingiwa na hofu kwa kuwa majani ya muhogo hayawezi kupatikana ndani ya soko. Hivyo wameamua kuanza kutumia chakula nyingine kwa hofu kubwa, na kusema kuwa chakula hizo zinatumia kemikali nyingi ili kuweza kuzalishwa. Hizo zilikuwa ni habari ambazo tulikuwa tukikuandalia. Pepe Le News, sauti ya habari zenye kuwa na uhakika na zenye kutayarishwa kwa muda sahihi.
tunaendelea kuwahimiza wananchi kufuatilia taarifa kutoka vyanzo kamili na vyenye kuaminika ili kuweza kujipatia utulivu na maendeleo ya wenyewe na pia ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ujumla. Endelea kuwa nasi. Asante kwa kusikiliza Pepele News. Mimi mtangazaji wako na kutakia siku njema au usiku mwema kokote ulipo. Basi endelea kufuatana nasi kwa wakati ujao ili uweze kupata habari zenye kuwa za uhakika.